Mambo vipi mdau wa tamthilia kali? Karibuni tena ndani ya G Hamasa, kijiwe chako bora cha simulizi zinazochoma moyo na uchambuzi wa kina wa tamthilia unazozipenda. Leo tunashusha mwendelezo wa moto ambao utakuacha mdomo wazi, lakini kabla hatujazama kwenye dhoruba hii, kama wewe ni mpenzi wa simulizi kali kama hizi, hakikisha unabonyeza alama ya kufollow kama uko TikTok, na kama uko YouTube, subscribe sasa hivi na uwashe kengele ya taarifa ili uwe wa kwanza kupata kila mwendelezo tunauweka. Tamthilia yetu inashika kasi ya ajabu, huku kukiwa na hali ya taharuki kubwa kule hospitalini baada ya kuokolewa kutoka kwa mtekaji Tufan. Azize akiwa na maumivu makali ya tumbo na sauti iliyojaa hofu anamlilia Devran asimuache peke yake anapoingizwa kwenye chumba cha dharura, akihofia maisha ya kiumbe kilicho tumboni. Devran anajikuta katika wakati mgumu akipambana na hofu ya kumpoteza mke na mtoto wake mpendwa, huku akijitahidi kumtuliza Azize kuwa yuko naye kila hatua. Ndani ya chumba cha dharura, daktari anafanya jitihada za kumwokoa kiumbe hicho, huku akibaini kuwa Azize ana ujauzito wa wiki 10. Furaha na machozi vinachanganyika pale daktari anapothibitisha kuwa moyo wa mtoto bado unadunda, jambo ambalo Devran analiona kama muujiza mkubwa kwa familia ya Alaz. Hata hivyo, daktari anatoa onyo kali kuwa hali hiyo imesababishwa na msongo mkubwa wa mawazo, stress, hivyo Azize lazima apumzike na kuepuka dhoruba yoyote kuanzia sasa. Wakati Devran akisherehekea kuwa atakuwa baba, kule gizani mambo ni tofauti kabisa. Hazar na Bade wako kwenye mazungumzo mazito ya usaliti, ambapo inabainika kuwa Hazar alifanya kila awezalo kuzuia gari la Devran lisiwahi hospitalini kwa wakati, akiamini kuwa kifo cha mtoto kingekuwa pigo kuu kwa kaka yake. Bade kwa upande wake anashauri kuwa kama wanataka kuondoa kabisa tishio la huyo mtoto, njia pekee ni kuhakikisha Azize naye anepotea, kwani Devran hatofungua milango ya jumba lake kwa mtu yoyote kuanzia baada yake. Kule mtaani, habari za kutekwa kwa Azize zimeanza, huku Yusuf akishindwa kumvumilia Zeliha na kumwambia ukweli wote. Yusuf anafunguka kuwa Azize alitekwa na Tufan, lakini amepatikana, na habari kubwa zaidi ni kuwa Azize ni mjamzito, jambo ambalo linamfanya Zeliha kufurahi kwa pamoja kama akina mama watarajiwa. Kwa upande wa Devran, hasira yake kwa Tufan haina mwisho, akiamini kuwa pumzi ya mtekaji huyo sasa ni deni na lazima alipe kwa pile alichomfanyia mkewe. Pervin naye anashindwa kuzuia mdomo wake na kutaka kutangaza habari hizi kote, lakini Devran anamkumbusha kuwa adui asijue ili kulinda maisha ya mtoto wao. Je, Azize ataweza kuvuka kipindi hiki cha hatari bila kupoteza mimba yake? Hazari na Bade watafanikiwa kuingia ndani ya nyumba kufanya unyama mwingine? Tufan atapata wapi pa kujificha dhidi ya hasira ya Devran? Usipitwe na sehemu ya ijayo. Kama umeipenda simulizi hii, hakikisha unagonga like, una subscribe channel yetu ya G Hamasa na una follow account yetu ya TikTok na Facebook. G Hamasa, simulizi kali, uchambuzi wa uhakika.